ole wake. Ole wake. Yoyote mtu ataenda kuingia kwenye jimbo la mwenziwe na kutufanyia fujo, ole wake. Kama ndio kwanza unatembelea channel hii ni SK Online TV. Tafadhali bonyeza kitufe chekundu kilichoandikwa neno subscribe ili uwe mwana familia yetu. Hii leo naibu katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi anayefanyia kazi yake hapa Zanzibar, Mohamed Saidimwa, amewaongoza viongozi wenzake wa sekretarieti ya kamati maalum CCM Zanzibar katika kuanza ziara kwa ajili ya kuweza kutembelea wilaya zote za Zanzibar. Ziara hiyo imeanza hii leo katika wilaya ya Kusini Unguja, ambapo sambamba na mambo mengine amepata nafasi ya kuzungumza na viongozi ngazi ya wilaya hadi majimbo. Jambo kubwa zaidi ameeleza juu ya Chama cha Mapinduzi kutangaza rasmi kuanza kwa zoezi la uchukuaji wa fomu wa kujaza nafasi mbalimbali ikiwemo ubunge, uwakilishi pamoja na udiwani. Kupitia mkutano huu hii leo, Naibu Dimwa ametoa wito kwa wanachama wa Chama cha Mapinduzi kuanza kuchangamkia fursa hiyo juu ya zoezi la utoaji fomu, ambapo hapa amemtaka yoyote yule ambaye anahisi anaweza kuongoza, hii ni fursa yake, huku akieleza kwamba hataweza kuvumilia wale ambao wanatumia fedha zao vibaya kwa ajili ya kuweza kukandamiza wengine wasio na fedha ili wasipate fursa ya kuchaguliwa na kuwa viongozi. Hatua uchukuaji na urejeshaji wa fomu kwa wanachama unatoka kwa wagombea udiwani, uwakilishi na ubunge utaanza tarehe 1 mwezi wa Mei 2025 saa 2 za asubuhi mpaka tarehe 15 mwezi wa Mei saa 10 za jioni katika nafasi au katika wilaya zetu zote na wale wa viti maalum katika mikoa yetu. Naomba hili kulizingatia kwa umakini zaidi. Ratiba hii inaweka uwazi muda wa mchakato wa kusisitiza uwazi na kutoa nafasi kwa kila mwanachama mwenye sifa ya kujitokeza kugombania nafasi hizi. Bahati nzuri sana, sifa zetu ziko ndogo sana. Sifa zetu ni kujua kusoma na kuandika tena Kiswahili. Ndio sifa za kupata mgombea wa Chama cha Mapinduzi. Sasa yoyote anaweza kujipima akaona anafaa nafasi hii kwa mwanachama yoyote, sasa iko wazi kuanzia tarehe hiyo. Naomba kusisitiza jambo moja. Kuchukua fomu ni jambo moja, lakini kuingia kwenye majimbo ni jambo la pili. Unachukua fomu, unatulia kama moja. Huwezi kuingia kwenye jimbo la mwenzio wakati bado anaendelea kufanya kazi. Likivunjwa baraza la wawakilishi, likivunjwa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndio utakuwa una muda sasa na tutatangaza siku za kampeni. Ole wake. Ole wake. Yoyote mtu ataenda kuingia kwenye jimbo la mwenziwe na kutufanyia fujo, ole wake. Wallahi, billahi, taalahi, hakuna kiapo kikubwa zaidi ya hivyo. Sitaweza kumuonea mtu huruma yoyote. Naomba niseme wazi kabisa, na naomba niseme wazi kuwa sitataka fujo ndani ya majimbo haya. Na sisi tuliokuweko huku secretariat tayari tumeshaambizana tutaenda kuleta haki wote katika wagombea wote. Mwenye haki yake atapewa, asio haki yake hapewi hapa. Na wala tusitegemee mtu ameshindwa huko akawa mtu wa 7 wa 8, aloshinda hana vigezo tukasema tunamchukua tunampa, asahau. Nyinyi wapiga kura ndio mnajua kazi ambazo zinafanyika. Mnajua kazi ambazo wabunge na wawakilishi wenu wamezifanya. Mnamjua mtu mzuri atakayekuja atawasaidia, nyinyi wenyewe ndio mnajua. Kwa hivyo sisi tutachukua maamuzi yenu ambayo mtayafanya huko.
na ndiyo maana chama kimeteremsha, kimekuwa na idadi kubwa sana. Kumekuwa na utaratibu wa sisi CCM kuchafuana wenyewe kwa mwenyewe. Humchafui mwana CCM, unakichafua Chama cha Mapinduzi. Hatuko tayari mwana CCM kuweza kumchafua mwenziwe, hatuko tayari. Tushindane kwa heshima zote, twende tukachukue fomu. Wakati ukifika tutajinadi kwa wagombea, wagombea wataonesha sera zao, tutapima kwa sera zao na tuwape kura kwa mtu kwa sera na mambo ambayo ameyafanya. Sasa humchafui mwenzio, unakichafua Chama cha Mapinduzi. Leo kama kiongozi umemchafua kiongozi mwenzio, haya tukikwambia we ndio kampeni manager, unaenda kumnadi vipi? Sura yake unaiweka wapi? Sura yako wewe unaiweka wapi? Kama ni mwanadamu hamwezi kukubaliana jambo hili. Tunaomba haki itendeke. Tunaomba kamati za maadili sasa zianze kufanya kazi. Hili swala nimeshalizungumza zamani sana. Tuendelee sote kufanya kazi za maadili. Na kipindi ambacho chama kinawahitaji wanachama wake, viongozi wake, wote chama muda huu inawahitaji. Sisi wenzenu huku tutateta haki, kwa sababu mabaya na yajua kwenye chama hichi, mazuri na yajua kwenye chama hichi. Mimi maumivu niliyoyapata mimi sitaki yapate mtu mwingine. Sitaki. Na siko tayari mtu kumpa maumivu yaliyokuwa hayana msingi. Maumivu ya uchaguzi ni makubwa sana. Kuna wengine wanapata subra, kuna wengine hawana subra. Tunaweza tukawakosa watu wakafa, au tunaweza wengine tukawapata stroke, tukapata na mambo mengine.